sermon ambayo tulianza last week. Tukawa tunaongea kuhusu being profitable for the ministry, kuwa faida katika huduma, kuweza kuwa faida katika huduma. Na tulisafiri tukaona watu tofauti tofauti ambao tuliweza kuwasoma, tukawaona walikuwa faida katika zile huduma ama ile authority waliokuwa chini yao. Na kwa sababu singelipenda kuanzia mwanzo, ningeligusia tu kwa kupitia, ambapo tulimuona mtu anaitwa Caleb na Joshua. Caleb na Joshua waliweza kuwa faida chini ya uongozi wa Musa, makanisa lililokuwa linaongozwa na Musa. Na pakawepo na utawala wa ushindi wakati walipopewa majukumu ya kwenda kupeleleza. Biblia inasema kwamba walikuwa watu 12. Lakini Joshua na Caleb walikuja na usemi tofauti. Kando na wale watu 10, wale walienda wakapeleleza na wakaona jinsi walivyokuwa watu na jinsi kulivyokuwa kumekaa. Wakaja wakisema ya kwamba mji ule ni mzuri na uko na vitu vingi, lakini walio mahali pale ni watu ambao wenye mamlaka na wanatuona kama panzi. Yani walikuwa wanamaanisha kwamba hatutaweza. Lakini Joshua na Caleb wakaja wakasema hapana. Akawatia moyo, wakampatia nguvu kiongozi wao pamoja na wale waliokuwa wamebakia wakingojea ni mambo gani ambao wameyaona. Wakawaambia na kuhakikishia kwamba mji ule Mungu ametupatia, mji ule tunaenda kuutawala, mji ule tunaenda kupokea ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. So Musa akajitia moyo na akapata nguvu kwa sababu ya Caleb na Joshua, kwa sababu aliwatuma akitarajia matunda, na wakamletea matunda ya kuwapatia nguvu ya kwamba wanaweza kupasiu ama wanaweza kuendelea kufuatilia. Na hivyo ndivyo tunastahili kuwepo wakati tunapopewa majukumu katika nyumba ya Bwana. Unakaa mahali kiwango kile, hata kiongozi wako anapokuja ama authority inapokuangalia, inajitia moyo, inajivunia na wewe, inaona kwamba mtu yule anaweza kuwa na faida mahali pale kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Tukaenda kwa mtu wa pili, tukamuona Joseph. Joseph alikuwa katika uongozi wa mfalme, alikuwa anaitwa Farao. Na Joseph alipokuwa gerezani akaota ndoto, akatafsiria wale wengine, wakatoka wakaenda wakarudi katika nafasi zao, na mmoja pia akafariki vile alivyokuwa amemtafsiria. Joseph akabakia pale gerezani. Na tuliona ya kwamba kitu cha kwanza, Joseph alikuwa wa faida katika nyumba ya Potifa, na pia akawa faida katika nyumba, katika regime ama katika government ya Farao. Alipokuwa kwa nyumba ya Potifa ilikuwa inabarikiwa kiwango vile Joshua akaweza, Joseph akapewa mamlaka, madaraka ya kutawala ile jamii, ya kutawala ile nyumba, na chochote alichokifanya kilikuwa kinabarikiwa. Na baada ya hapo pakatokea mke wa Potifa, akaleta vizuizi. Watu wanasema tu check sound, kwa hivyo mnaangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaona ya kwamba kuna matatizo, na alipoona kuna matatizo akamuingiza gerezani. Lakini alipokuwa gerezani akaitwa na mfalme, na alipoitwa na mfalme akaenda akatatua ndoto ya mfalme, akawa faida kwa sababu ya government ya Farao. So tuliona mambo haya, tukaona hawa watu wawili ama hawa watatu ambao tumewaongea walifanyika faida mahali popote ambapo walikuwa wamewekwa. Hawakuwa hasara, walikuwa baraka. Na hivyo ndivyo Mungu anatutizama tunapokuwa katika kila department ambazo Mungu ametuweka. Aidha mwimbaji, aidha kiongozi, mhuduma au yoyote, Mungu anatazamia uweze kuwa faida. Mungu anatazamia uweze kuwa baraka. Mungu anatazamia aone baraka, aone faida kupitia wale ambao unawasamemia watilike moyo.
kupitia wale wanaosimamia wazidi kutulika moyo kwa sababu ya kusudi la Mungu, kwa sababu ya wewe kuwa hapo. Haleluya. Tunaona hata upande wa mataifa, tunaona kama vile tumekuwa tukiona katika runinga habari za Tanzania. Ni kiongozi wanaongea kumuhusu mabaya, hawamtaki. Wende ikawa kwa sababu hatujui, maana sisi tunaangalia kama watu wengine. Hatuko kule na hatuwezi kuwafuata mambo yao, maana hata wao pia hawezi wakafuata mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama uongozi wa taifa unaweza ukakumbwa na changamoto kwa sababu kuna vile alitazamiwa labda kwa mioyo ya wale waliokuwa na waongoza wapate faida kutoka kwake, lakini wakakosa ile faida, na ndio maana wakaingia katika mitaa wakiwa wanaandamana na kuoppose whatever kinatendeka. Sasa wanadamu wa kawaida wanaweza wakaoppose. Na je, mbingu inaweza kukuoppose ama inaweza kukuback up kwa hiyo nafasi uliopo? Maana mambo yote yanayotendeka katika mwili hata huanzia katika roho. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So mbingu inakuback up ama inakuoppose. Ninapokuwa mbele za macho ya Mungu, wale malaika ambao wametuzunguka wanatuback ama wanatuoppose, kwa sababu wako pale wale ambao wanaochukua zile data, wanaochukua yale matendo yetu, wanaweza kukuback up ama wanaweza kukuoppose. Praise be to the Lord. Hallelujah. So Yusufu alikuwa msaada, alikuwa baraka. Na tulisoma hapo tukaona mtu mwingine anaitwa Timotheo. Timotheo pia alikuwa baraka kwa mtu anaitwa Paulo. Kiwango kile Timotheo akawa anathaminiwa na Paulo hadi masaa paka Paulo anamtuma Timotheo, na akiwa na neno la kuhakikisha kwa wale ambao wanaotumiwa ya kwamba namtuma Timotheo mbele zenu, kwa sababu hapo na roho kama yangu, atahubiri injili kama yangu. Haleluya. So Timothy alikaa chini kiwango kile, akawa amerithi ile roho ambayo Paulo alikuwa nayo. So waliokuwa wanamuona Timothy walimuona Paulo. Hawakuwa wanatuashwishi kile Timotheo ataongea, walijua kile tungelipata kwa Paulo ndicho tutapata kwa Timotheo. Na hiyo ndivyo amhuduma ama kiongozi anastahili kuwa. Hata wale unaowasimamia wanaposimamiwa pale, kile wanachopata kwa pasa wao wakipate kwako. Hata pasa wao wasipokuwa, kiongozi wao wasipokuwa, hawana wasiwasi, maana wanajua maono yale ambayo tunayofanya tutayafanya. Na ndio maana nikakwambia as a leader, either leader ama a minister, haustahili kuapply maono yako, haustahili kuweka view zako kwa maono ambayo umekabidhiwa. Usiwe kama Haruni. Haruni anaweka maono aliyoyasikiza kwa washirika ameachiwa. Amekuwa na Musa, akasikia vile Musa anaongea na akapewa neema ya kukaa karibu na Musa. Akasikia vile Musa anaongea kwa wana wa Israeli ya kwamba Mungu amenituma, ameniambia nije niwatoe hapa, niwapeleke wapi? Nchi ya Kanaani iliyojaa maziwa na asali. Na ameniambia msiabudu Mungu mwingine pasipo yeye aliyenituma, na akajionyesha kwa jina lake alilopewa na Mungu. Haruni akasikia mambo hayo yote, ya kwamba wana wa Israeli wanatolewa kwa miungu ya Farao, wanatolewa kwa miungu ya kuchongwa, wanatolewa kwa miungu ya kale, wanaonyeshwa imani ya Mungu aliye mbinguni, Mungu ambaye anawaahidi mambo makubwa. Praise be to the Lord. So wakatoka wakasafiri, wakaenda mbali, na Haruni akaona Mungu wa Musa jinsi alivyokuwa anatenda mbele za wana wa Israeli. Walipokuwa na shida, Musa aligeukia huyo Mungu. Mungu akaonyesha matendo makubwa, akaonyesha ishara zake. So Haruni alikuwa na uhakika ya kwamba mahali tunaenda ni mahali pasawa. Lakini kuna kitu Haruni alikosa ndani ya maisha na ndani ya huduma aliyokuwa amepewa. Hakujua ya kwamba anastahili kusikiza Mungu wa kiongozi wake na kiongozi wake.
lakini akasikia wana wa Israeli ni nini wanasema, na ndio maana akawainulia kakondoo. Walipomwambia tunamwona Musa aliyetutoa ameenda na sijui atarudi lini, tutengenezee Mungu wetu tufanye ibada kama kawaida. Badala ya kuambia kwamba Mungu wa Musa hapendi ibada hizo, Mungu wa Musa anataka tuende kwa nchi ya Kanaani, Mungu wa Musa anataka tumwamini, tumngojee. Akasikiza maono ya washirika. A leader or a minister, wakati unaposimamia mahali, haustahili kusikia maono, haustahili kusikia sauti ya mshirika, unastahili kusikia sauti ya kiongozi wako, kwa sababu yeye ndio amekupatia order, amekupatia commitment katika hiyo nafasi. Wakati unaposikia maono ya washirika, washirika wanategemea maono ya huyo mzee, ya huyo kiongozi. Kuna wengine wanaweza kuwa na maono yao ya kuleta distraction, na ndio maana umewekwa hapo kuweza kuwalinda, kuwajenga katika yale maono yamekufikisha hapo, kwa sababu hapo ulipo ni maono ya yule kiongozi yamekufikisha, na wale unasimamia unastahili kuwajenga kwa hayo maono pia yawafikishe hapo. Haleluya. Neema iliyokubeba paka hapo, hiyo neema ndio inastahili kubeba wale unawasimamia, na ndio maana unastahili kuwashika mkono hawa watu vile ulivyofundishwa na wewe ukawafundisha. That's why Paulo anasema huyu Timotheo, hebu tusome katika hiyo scripture vile Timotheo anamuongelea, Paulo anamuongelea Timotheo. I think ilikoko ni jaribu 1 Corinthians chapter 17. No, Philippians 2:19. Philippians 2:19. Vile inasema, jaribu kubalance kidogo, microphone ishuke kidogo, tuko mbali. Haleluya. Lakini namtuma Timotheo nilifajiriwa na mimi. Tuendelee number 20, I think. Number 21. No, niweke second 1 Thessalonians chapter number 3 verse number 1. Nataka pale anasema kwamba Paulo, Timotheo huyu ameyasikia mafundisho yangu. Basi kwa hiyo tulipokuwa hatuwezi kuvumilia, niweke hiyo nyingine tena. Sema. Niweke 1 Corinthians chapter 4:17. 1 Corinthians chapter 4:17. Kwa sababu hiyo nimemtuma Timotheo kwenu, aliye mwanangu mpendwa, mwaminifu katika Bwana, aliye wakumbusha njia zangu zilizo katika Kristo, kama vile nimfundishavyo kila mahali katika kila kanisa. Kama vile nimfundishavyo. That means ya kwamba Timotheo alijijenga kwa mafundisho ya Paulo, na ndio maana yakamfikisha mahali alipo. Kuna vile umekuwa ukifundishika ukafika mahali ulipo, ndio maana ukathaminiwa na uongozi, ukathaminiwa na huduma, ukathaminiwa na kazi fulani katika nyumba ya Bwana. So kuna wale ambao umewasimamia kama vile Timotheo anavyotumwa. Kwa sababu hiyo nimemtuma Timotheo kwenu. Kwa sababu hivyo kiongozi wako amekutuma kwa hiyo nafasi, kwa hao watu. Ni sababu gani ambayo imesababisha ukatumwa, ukapewa hiyo nafasi? Kwa sababu umefanyika mwana. Sasa sijui kama hapo wewe ni mwana mpendwa, utajua mwenyewe hapo. Umefanyika mwaminifu katika Bwana, sasa sijui hapo, utajijazia mwenyewe. Atakaye wakumbusha njia zangu zilizoko katika Kristo, na kama vile nilivyomfundisha kila mahali katika kila kanisa. Haleluya. Katika kila kanisa. That means ya kwamba Timotheo alitembea naye. Alitembea na paka kila mahali Timotheo alikuwako. Paulo alikuwako, Timotheo alikuwako. Haimaanishi tutembee na wewe nikienda Mombasa uje, nikienda sijui wapi uje. Kutembea nao inamaanisha kile tunafanya na wewe ufanye. Tukisema tuko katika maombi na wewe uombe.
Tukisema tuko katika ibada uwepo. Tukisema tuko katika mfungo ufunge. Tukisema tuko katika majukumu fulani ufanyike. Hivyo ndo kutembea na huyo mtu. Na hiyo ndio ilisaidia mtu anaitwa nani? Elisha kwa Elijah. Kwa sababu wakati wa Elijah palikuwepo na watu wengi waliokuwa nyuma ya Elisha, mpaka wakapewa jina wana wa manabii. Kwa sababu gani? Walikuwa katika kusanyiko la nabii na walikuwa katika mafundisho ya kinabii, na ndio maana wakaonekana hawa ni wana wa manabii. Lakini hakuna awali yoyote tuliyepewa jina lake. Hakuna awali yoyote aliyethaminiwa na Elijah. Hata tunamuona ni mtu mmoja tu, Mungu anamwambia. Just imagine, Mungu anaona jinsi tumekusanyika hapa. Mungu anaona ni nani anaweza kurithishwa, ni nani anaweza kupewa hiyo nafasi. Kwa sababu walikuwepo wana wa manabii na walikuwa wanatabiri kama vile Elijah anatabiri. Na tena Mungu hakuwaficha, akawaonyesha ya kwamba Elijah tutamchukua. Lakini Mungu alipoangalia nafsi zao na mioyo yao, akaona hawa watu wako katika kusanyiko lakini hawawezi kurithishwa hiyo roho. Mungu akamwona Elijah walikuwa wamevunjika moyo. Unajua mwanadamu anaweza akaona umati akaona umetosha. Na ndio maana kiwango kile unamwona Elijah anasema nataka nikufe maana nimebakia peke yangu. Kwa sababu ameangalia akaona hakuna mtu anaweza akamthaminia kakitu hapa. Sasa afadhali nikufe tu. Anamwambia Jezebeli ameua manabii wengine. Sasa nimebakia mimi peke yangu. Ambaye ananiwinda niue, si Mungu niue na mimi nikufe. Mungu akamwambia inuka, kwa sababu bado safari ipo. Kuna mtu Mungu alikuwa anaangalia ambaye anaweza akamrithisha. Semeni amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba akamwambia sasa pitia Damascus. Kuna mfalme utapaka mafuta, wa pili utapata mafuta, lakini kuna mtu anaitwa Elisha. Yeye ni mkulima. Kitu utakachofanya utampaka mafuta alafu atachukua nafasi yako. Sasa hawa wana manabii mbona wasiambiwe enda katika kusanyiko? Kuna mtu katikati ya kundi lako nitainua. Anainuliwa mtu ambaye hakuwa mshirika. Anainuliwa mtu ambaye hakuwa na maono ya kwamba I will serve God as a prophet. Maisha ya Elisha alijua kwamba I will be a farmer. Na ndio maana alizidi kuongeza jozi za ng'ombe mpaka zikawa 12. Jozi 12 si ng'ombe 12. Inamaanisha kila ng'ombe kikundi mpaka zikafika vikundi 12. Analima kumaanisha kwa ni mkulima. Kitambo alime na ng'ombe, hakuwa na kaplot, alikoko na shamba, alikoko na maheka. So aliinvest katika ukulima. Na ndio maana akaamua kuwa mkulima. Lakini maandiko yanasema kwamba Mungu akaona huyu mtu kama anaweza kuwa na bidii na kazi yake na akaitunze na akaisimamia, basi nikimweka kwa nafasi yangu pia atakuwa na bidii. Lakini sasa tumegeuziwa maono. Tumekuwa na bidii na vitu vyetu kuliko vitu vya Mungu. Haleluya. Amen. Na ndio maana Mungu anapotuangalia na shiro nitapea nani huyu mtu? Ni nani naweza nikapea? Ni nani naweza nikathamini? Sasa maandiko yanasema Elisha alipojua ya kwamba huyu mtu si wa kawaida, kuna kitu tofauti na watu wote nimekutana na wao, akamwambia naomba uniruhusu niende nikaage watu wa kwetu, alafu nikufuate nikutumikie. Anamwambia kabisa nikutumikie. So anaelewa ya kwamba namfuata huyu mtu, sio kwamba namfuata tunamfuata kumtumikia. I'm following him so that I can serve him. Na unaposema I'm serving him inamaanisha popote atakapokuwepo lazima niwepo, ili niweze fulfill my covenant, agano langu ambalo nimeweka kwa kinywa cha moyo wangu, kwa kinywa cha maneno yangu. So akamfuata. Maandiko yanasema kila mahali Elijah alikuwepo, kila mahali Elisha alikuwepo. Hata Elijah mwelea akajaribu kumjaribu, akamwambia baki hapa, naenda maana Bwana amenituma. Akamwambia aishivyo Mungu wako. That means ya kwamba Elisha aliheshimu Mungu wa Elijah. Na uishivyo wewe kumaanisha he honored Elijah. So he honored the God of Elijah and he honored also Elijah.
Na hiyo siri ndio tumenyimwa. Lazima uelewe kwamba your leader ako na Mungu, na yeye pia amewekwa pale akiwa na kusudi la Mungu. Haleluya. Akamwambia sitakuacha, tutaenda na wewe. Angelisema nimepata privilege ya kupumzika, wacha nipumzike, lakini akasema hapana, sistahili kupumzika, maana nakumbuka maagano niliweka kwa kinywa changu ya kwamba nitakuwa na wewe nikutumikie. So alitamani kuwa faida, lakini wana wa manabii walitamani kupata vipawa. Walipoona tunatabiri ni basi, walipoona tunafunuliwa ni basi. Na hilo ndio kanisani, watu wanapoona wamebarikiwa ni basi, wanapoona wameponywa ni basi, wanapoona wamepokea ni basi. Hawajui ya kwamba Mungu amekupokeleza hizo kwa sababu ya kusudi lake. Mungu amekuponya kwa sababu ya kusudi lake. Mungu amekuinua kwa sababu ya kusudi lake. Hallelujah. Praise be to the Lord. Sio kama tuko pamoja ama unangojea isaisha saa ngapi ibada. Praise be to the Lord. So Elijah akamwambia mara ya pili, akakataa. Mara ya tatu akakataa. Kila mahali. Na wakati anapomwambia abakie, wale wana wa manabii wanakuja kumdistract. Wanakuambia unajua huyu bwana wako unamfuatafuata atachukuliwa na utabakia peke yako. Anawaambia najua. Kumaanisha kwamba amesharithishiwa roho ya kuona. Ameshapata unabii, lakini hatosheki na hiyo. Anasema I know, lakini niache nimfuate. Ni wangapi leo pasa hata akikwambia pumzika kwa maombi utapumzika? Ama utakasema pana pasa? Ukisoma habari za Daudi, maandiko yanasema Daudi alikuwa na mfanyikazi mmoja alikuwa anaitwa yule alimchukua mke wake alikuwa anaitwa nani? Uria alipokuja kazini nyumbani, Daudi akamwambia asiende ulale kwa nyumba. Akasema siwezi kulala mimi. Wakati wenzangu wanapigana mimi nitalala vipi? Daudi akatafuta angalau amnyoshe mvinyo wa leo aende akajisahau. Akalalia hapo hapo kwa mlango. Anasema siwezi kupata starehe wakati watu wangu wanafanya kazi ya Bwana. Huyu ni mtu, inamaanisha kwamba he has committed himself to serve. To serve in that position. Lengo lake anataka kuwa faida. Anataka kuwa profitable. Hataki kuwa just a normal man, normal believer, normal servant. Maana ukiwa a normal servant, normal leader, utapokea vitu normal. Ukitaka kuwa na vitu ambavyo si normal, vitu ambavyo beyond human understanding, watu wanakushangaa, vitu ambavyo vinabadilisha maisha yako, vitu ambavyo watu wanatamani, lazima ufanye vitu abnormal. Walisemaje? Mtaikagu alituambiaje? If you take this sickness, disease, normally will take you abnormally. Sitoka tunashangaa anasema nini? Lakini katika ulimwengu wa kiroho kuna vitu tukichukua serious, na sivyo hivyo vitu vitatuchukua serious. Sasa huyu mtu maisha yake yalibadilika. Elisha akamrithisha Elisha. Lakini pakatokea mtu anaitwa Gehazi. Amepata a privilege kukaa na huyo mtu. Lakini akaona normal. Sinishapata kibali. Na hivyo ndio watu wengi wanachukua siniko na kibali. Sitaongeaga na pasa. Siniko na namba yake, nikimhitaji hata nikimpigia atashika. Mimi kushika na shika kwa sababu ni mwanadamu tu kama wewe. Lakini naweza nikashika, lakini ulimwengu wa kiroho Mungu hajashika katika ulimwengu wako. Kwa sababu mchungaji yuko mara ngapi? Mchungaji yuko mara ngapi? 3. Nani anaweza kanipatia idea kwanza yuko kama nani? Nani anaweza kanionyesha before niendelee? Simameni ni watu watatu kuonyesha.
Hawa watu watatu. Mchungaji yuko mara tatu. Simama mbele. Njoo hapa nyuma yake. Njoo hapa nyuma yake. Mchungaji yuko hivi lakini ako mara tatu. Position ya kwanza, maandiko yanasema amefanywa Mungu kwa ajili ya watu wake. Na ndio maana Musa akaambiwa, nimekufanya Mungu kwa Farao. So mchungaji kuna position anaapia as God. Kwa nini anaapia as God? Na ndio maana saa zingine unaweza ukaota na yeye amekuja, anakuambia kufanya kitu fulani, anakuambia hii shida imeisha. Si yeye amekuja sasa kama Mungu kwako. Kwa sababu Mungu hawezi akaja kama yeye. Ukimwona Mungu utakufa. Ukiona Mungu utamuelewa. Sasa kuna pati ya Mungu kama Mungu mchungaji. Na ndio maana usipoelewa hii pati, hautakuwa na ushirika wa rohoni. Na part 2 anakuja as a prophet. Na ndio maana kwa thawabu ya nabii tunabarikiwa, tunafanikiwa. So anakujaga kama nabii kuja kukueleza maneno ya huyo Mungu. So usipomwelewa kama nabii, thawabu yake hauwezi ukapata. 3, anakuja kama mwanadamu. Na ndio maana hata ukimpigia simu atashika, mtaongea. Mkikula mnaweza mkakula pamoja. Sasa watu wengi wamezoea watumishi kuwa kama hapa. Niliona clip moja hata nimeituma kwa Facebook. Kuna prophet anaitwa Prophet Makandiwa. Ako na kanisa liko na watu almost 200,000 members per service. Lakini alimuona mtu mmoja anaitwa Robert Kayanja. Robert Kayanja ako na watu kama 60,000. Lakini wakati alipokuwa namsalimia alipiga magoti chini. Sikwambii hivyo unipigie magoti, na kupatia mfano tu. Hakuangalia ile level niko, aliangalia authority ya huyu mtu iko vipi. Alipiga magoti akimsalimia yeye na mke wake. Na huyu mtu ako na ministry kubwa, lakini ameangalia authority. Huyu mtu is a father to me. Haijalishi kwamba niko na vitu vingi, niko juu kumliko, lakini to me is a father. So hakumuona kama Robert Kayanja. Alimchukua kwa sehemu 2, as a prophet, as God to my life. Lakini kama angemchukulia kwa wanadamu, angempatia high five. Man of God, how are you? Na ndio maana tunachukuliaga watumishi man of God. Pasi ni aje? Pasi huko. Yaani uvivu paka unashindwa kutaja pastor. Nasema pasi. Haleluya. Sasa wengi tuko hapa na wana wa manabii walichukua nabii wao kama huyu mtu. Na ndio maana hata vile wako wana respond. Ukisikia vile wanaongea, unajua huyo mtu wako atachukuliwa. Sio mtu wao, mtu wako. Na ndio maana kuna hata washirika, kuna hata viongozi unaweza ukasimama, huyu pastor wenu aliwaambia hivi. Kumaanisha mimi si pastor wako. Huyu pastor wenu, huyu mtumishi wenu, na uko katika hiyo kanisa, sasa unafanya nini? Si uhame uende kwa kanisa nyingine. Kwa sababu huyo si pastor wako, ni pastor wa hao. Huyo mtumishi wenu, na huyo mtu ni kiongozi, ni mhuduma, ni mshirika. Kwa sababu gani? Amemchukulia kama mtu, hajamchukua kama nabii. Na ndio maana hawezi kurithishwa thawabu ya nabii. Kile nabii amebeba hakiwezi kuingia kwake. Anaweza kufunction na gifts na vipawa, lakini hawezi kupata ile favor iliyokuwa ndani ya yule mtu. Na ndio maana hao wana wa manabii walitabiri, lakini hawajulikani. Hawana hata sauti, hawajathaminiwa, wamebakia tu katika kusanyiko. Paka anaenda, akishaenda wanamwangalia Elisha anarudi, anapiga maji, anasema Mungu wa Elijah ameingia kwa yule mtu. Wanamfuata, wanaambia wacha tukakutafutie
Hata waseme wacha tukamtafute aturudie na sisi tupokee, wacha tukakutafute, kwa sababu tayari wameshaji limit. Ni Mungu wa Elisha, si Mungu wao. Sasa ukishipokuwa na huo ufahamu, utakuwa hasara badala ya kuwa faida. Na ndio maana unakuta viongozi wengi wa huduma wengi ni hasara katika yale makutano mmepewa. Hamjakuwa faida. Kwa sababu gani? Unashindwa kuelewa, unashindwa kuwa na ile revelation ya kwamba nimewekwa hapo kufanyika nani. Na ndio maana mpaka mtasukumana na ile roho iliyokuweka pale, mpaka mtasukumana na yule malaika, mtasukumana na lile wingu. Elewa ya kwamba kuko na wingu specific limewekwa katika hii ministry, na hilo wingu Mungu ukaa ndani yake. Na ndio maana Biblia inasema kwamba wakati wana wa Israeli walipotoka Misri, kuna wingu lilikuwa linawatangulia. Mchana lilikuwa kama nguzo ya moto, nguzo ya wingu, na usiku lilikuwa kama nguzo ya moto. Na maandiko yanasema wakati wana wa Misri walipokuwa wanawafuata, maandiko yanasema lile wingu likarudi nyuma ya wana wa Israeli, likawa linawazuia. Na wakati wanavuka bahari ya Shamu, Biblia inasema kwamba naye Mungu akawachungulia akiwa ndani ya lile wingu. Kumaanisha ile glory ama ile roho ambayo inafanya kazi yake, Mungu huo yuko ndani yake. So anachunguliaga ni nani ambaye anafanya vile Mungu anataka. So unaona mimi siko, lakini roho Mungu anakupandisha. Ndio unajua kwamba hilo wingu lina Mungu ndani yake, linakuchunguliaga. Lilimchungulia Gehazi. Elisha alikuwa kwa ofisi kama kawaida. Gehazi akatoka akaenda wapi? Akaenda kutafuta fedha kwa nani? Kwa Naamani. Akarudi akazipeleka nyumbani kwake, hakuzirudisha kwa ofisi, kwa nyumba yake. Alipofika kwa Elisha akamuuliza umeenda wapi? Akajaribu kusema nilikopa, kusema roho yangu, the spirit of God in him, ambaye ni Mungu, hakukuona ukipewa. Hakukuona ukipewa. Na ndio maana tunaweza tukakaa na wewe hapa, mimi sikuoni, lakini the spirit in me inakuona. Na ndio maana hatuwezi kushikana. Hata tukifanya kazi nasikia tu roho yangu haina amani na wewe, nasikia tu sitaki kukaa karibu na wewe, nasikia tu siwezi kujifunua kwako. Ni nini kinanipush mbali na wewe? Because the spirit of God ilikuona. Naweza nisipate ufahamu zaidi, lakini nikasikia tu there is something wrong. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Ndio maana Mungu atusaidie sana. Sasa akapata neema. Tukienda namba 4, tuliachia kwa mtu anaitwa Phoebe na Priscilla na Aquila. Romans chapter 16 verse number 1. Romans 16 verse number 1 to 4. Hawa ni watu wengine walikuwa faida kwa Paulo, Apostle Paul. Na mkabidhi kwenu Phoebe dada yetu aliye na huduma, aliye mhudumu wa kanisa lililoko Kenkrea. Ili mumpokee katika Bwana kama iwapasavyo watakatifu, mkamsaidie katika neno lolote atakalohitaji kwenu, kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi wa watu wengi, akanisaidia mimi pia. Nisalimieni Priska na Aquila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu, waliokuwa tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha yangu, ambayo nimewashukuru, wala si mimi tu, ila na makanisa ya mataifa yote pia. Nisalimieni na kanisa lililomo katika nyumba yao. Haleluya. Turudi mwanzo, mstari wa kwanza. Na mkabidhi kwenu Phoebe. Huyu ni Paulo anamrecognize Phoebe kwa watu. Dada yetu aliye mhuduma wa kanisa lililiko Kenkrea.
Huyu mtu Apostle Paul ako na makanisa kila maeneo, na kila maeneo alijua watu waliokuwa profitable kwa ministry. Ili mumpokee kwa Bwana kama iwapasavyo watakatifu, mkamsaidie katika neno lolote anamkampenia atakalo hitaji kwenu, kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi wa watu wengi, akanisaidia pia mimi. Amemsaidia pia Paulo, na si Paulo peke yake, amekuwa msaada kwa wengine wengi. Si mimi peke yangu utakuwa profitable, hata wale ambao umewasimamia wanastahili kufaidi kupitia wewe. Alafu anaendelea anasema, nisalimie Priska na Akila. Anatumana salamu kwa nani? Kwa Priska na Akila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo. They were serving together in Christ. Waliokuwa tayari hata kukatwa vichwa kwa ajili ya maisha yangu. They defended Apostle Paul. Walimtetea Apostle Paul kiwango kile. Ukisikia Apostle Paul anasema karibu wakatwe vichwa, kumaanisha iko ni vita, lakini walikuwa wanataka kuwa faida. Walimtetea Apostle Paul. Leo hii most of believers, most of members, most of churches wanapendaga downfall ya mapastors wao. Ukisikia downfall ya pastor wako unashangilia. Angalia hawa watu, they defended, walimtetea pastor wao. Na hiyo ndio kiongozi na mhuduma. Unastahili kuwa upande wa pastor wako. Ukiona mhuduma na kiongozi yuko na marafiki, watu walio against pastor wake, is a witch, ni mchawi. Yuko pale kusurvey, kukumonitor ili kuleta downfall yake. Ninakwambia, siwezi kuwa rafiki wa maadui wa baba yangu wa kiroho, kumaanisha sina roho ya baba yangu. Siwezi kucommunicate na maadui wa baba yangu wa kiroho. Sina. Kama hiyo roho yake imewakataa, roho yangu itawakubali vipi? Kumaanisha I'm not in the same spirit. Kama unakuta mtu anaongea against pastor wako, na huyo ndo rafiki yako, unatembea na yeye na unakaa na yeye, alafu unasema mimi pastor wangu nakupenda, wewe umpendi huyo pastor, ni unafiki. Ni unafiki huo. Akila na Priska walikuwa tayari kukatwa kichwa kwa sababu wanamdefend nani? Paul. Ambao na washukuru, wala si mimi tu, ila na makanisa na mataifa yote niwasalimie, na kanisa lilogo katika nyumba yao. Yani walikoko paka na ministry ya Paulo kwa nyumba ya kwao. Profitable to the ministry. Sio kama tunaelewana? Amen. Tunasafiri pamoja. Amen. Acts chapter number 18 verse number 1 to 2. Acts 18 1 to 2. Acts 18 1 to 2. Baada ya mambo hayo, Paulo akatoka Athene akafika Korintho. Akamwona Myahudi mmoja jina lake Akila, mzaliwa wa Poto, naye amekuja kutoka nchi ya Italia siku karibu, pamoja na Priska mkeo, kwa sababu Klaudio amewaamuru Wayahudi wote watoke Rumi. Naye akafika kwao. Akafika kwa kina nani? Akila. Twende mstari wa ngapi? Mstari wa 18. The same chapter. Mstari wa 18. The same chapter. Mstari wa 18. Baada ya hayo Paulo akazidi kukaa huko siku nyingi, kisha akaagana na ndugu, akakaribia kwenda Shamu. Na Priska na Akila wakaenda pamoja naye. Alipokwisha kunyoa kichwa chake huko Kenkrea, maana alikuwa ana nadhiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo aliishi kwa kina nani?
aliishi katika kwa kina Akila na Priska. Sisemi mimi nije niishi kwenu. Kama kweli I'm your leader and your father, sasa kuishi hata kwa akili zako, hata kwa moyo wako. Sisemi uishi kuniwaza. Na kama utaniwaza, uniwaze mazuri. Na kama katika moyo wako utanithamini, kwa sababu as my life, ndani ya moyo wangu, kama nina mhubiri ambaye nathamini ndani yangu, is my father in the Lord. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Mungu ndo alinituma kwake. Na ndio maana I honor him and I value him. Kama kweli hana kitu changu, Mungu angenituma kwa mtu mwingine. Na ndio wao nakwambia vile niliomba, I prayed. Hakuwepo katika picha ile nikiomba. I was praying about Makandiwa, Prophet Makandiwa, Hubert Angel, Pastor Chris TB Joshua na nani? Hubert Angel, Prophet Makandiwa, Pastor Chris na Hubert Angel. Niweka picha zao hapo. Na mwingine alikuwa anaitwa Prophet Bushiri. Hao ndio niliweka picha zao nikisema naomba Mungu nifunulie ni upi nitaangukia. Lakini katika hao wote hakuna mtu alitokea. It's only Apostle Kibando alitokea. Na hakuwepo katika hiyo hesabu. That means kalenda ya Mungu ilikuwa inasema this is the man ambaye atakupeleka kwa hatima yako. This is the man, nimeweka vitu ndani yake kwa sababu yako. That's why nakwambiaga as a leader, as a minister, as a believer, unastahili kuomba ujue kama pastor wako ndio ulitumwa kwake. Na kama ulitumwa kwake, basi kaa vile unavyotumwa. Uelewe purpose ya Mungu ulitumwa kwake ni nini. Maana huwezi kutumwa kwa mtu kama hana vitu vyako. Unatumwaga kwa mtu ambaye ako na sehemu yako. Unatumwaga kwa mtu ambaye Mungu atamsaidia kukufikisha mahali. Lakini most of the believers hatujui tumetumwa kwa nani. Na ndio maana tunaweza kuamka tu asubuhi kaamua leo na shiriki mahali fulani. Sijawahi ona wewe binafsi, sijawahi kukuona ukitoka sahi alafu unaenda bara, unaingia kwa jirani. Ati nimetoka bara na mikate na nini na chochote kile, nimetoka pwani naenda Christmas kwenda kusalimia kwetu bara. Alafu baadaye ya kuingia kwenu unaenda kwa jirani. Kama ulimwengu wa kimwili haiwezi kufanyika hivyo, kwa nini ulimwengu wa kiroho inafanyika? Ni kwa sababu hatujawahi jua the value of men of God in our life. The value of a man who was sent by God in your life. Na ndio maana tunaweza tukaamka asubuhi tu unatoka unaenda kokote kule. Katika ulimwengu wa kiroho unamisi vitu. Kwako inaweza kuwa kama kawaida, lakini in the spiritual realm kuna value na trust ya Mungu anaiondoa kwako pasipo wewe kujua. Na ndio maana kile Mungu alikusudia kwa maisha yako unakikosa. Yale maisha Mungu alitamani uyapate kupitia hiyo grace yanaondoka. Na unaishi just a man, just normal life. Na tusaidi kuishi na normal life. Tunasaidi kuishi vile Mungu alikusudia. Tunasaidi kuishi yale maisha Mungu alitaka. Praise be to the Lord. Tusome 28. So tumeona kwa Paulo aliishi kwa kina Akila. 24, the same chapter 24. Basi Myahudi mmoja jina lake Apolo, mzaliwa wa Iskandria, msemaji mzuri katika Efeso, naye alikuwa na ujuzi wa maandiko. Alikuwa na ujuzi wa maandiko. Tuendelee 20 hapo 5. Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia za Bwana, na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikiumwaka, alianza kunena na kufundisha kwa bidii. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na kwa kuwa roho yake ilikuwa imemwaka, alianza kunena na kufundisha kwa bidii habari za Yesu, naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Tuendelee.
Akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Priska na Akila walipomsikia wakampeleka kwao, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Na alipotaka kuvuka bahari, alienda mpaka Akaya. Ndugu akamhimiza, wakamwandikia wale wanafunzi, wakamkaribisha. Naye alipofika akawasaidia sana wale waliokwisha kuamini kwa neema ya Mungu. Unaona, Akila na nini wanakuwa msaada tena. Vile walivyofundishwa na Paulo wanaendeleza kusudi. Sasa wamekutana na mtu ambaye anamjua Mungu lakini hana nini? Hajajua ubatizo wa Roho Mtakatifu. So kwa sababu ndani yao wamemsikiza Paulo akiongea habari za Roho Mtakatifu, wanaendeleza hayo maono, wanaonyesha ufaida katika ministry ya Paulo, wanazidi kuzalisha kusudi la Mungu kwa ministry ya Paulo. May God give us grace. I declare, may God give us grace. Praise be to the Lord. 1 Corinthians chapter 16 verse number 19. Tuko katika point number 4. Phoebe, Priscilla na Aquila. 1 Corinthians 16:19. Makanisa ya Asia wawasalimu. Aquila na Priska wakawasalimu sana katika Bwana, pamoja na kanisa lililoko ndani ya nyumba yao. Haleluya. Bado kanisa lililoko kwa kina Priska linatajwa na Paulo. Haleluya. Wako katika vinywa vya Paulo. Kwa nini wako katika vinywa vya Paulo? Kumaanisha watu wako profitable, wako wazalishaji. 2 Timothy chapter number 4 verse number 19. Second Timothy chapter number 4 verse number 19. Nisalimie Priska na Akila, wale wa nyumba mwao Onesiforo. Paka anawatumia salamu, yani anawamisi wakiwa mbali. That's why nikakuulizaga, hivi hata pastor wako huwa anakumisije? Anaweza kukumisi usipokuja hata kanisani. Anaweza akakumisi hata katika hiyo position. It's a simple question. Unaweza kujibu mwenyewe. Maana hata maisha ni majibu. Yale umejibu ndio utaishi maisha mazuri. Maisha ni yale majibu umejibu. Akamuuliza Yeremia, unaona nini? Akasema naona ufito wa mlozi. Akaambiwa umeona vema. Ni kwa sababu alipatiana jibu. Uko na nini? Akasema niko na fimbo. Akasema sawa, hiyo fimbo sasa ibwage chini, kwa sababu alijibu vizuri. Ndio maana akaona ishara baadaye. So unaweza ukajijibu tu mwenyewe. Hivi pasa anaweza akadimisi hata akatoka, na hata ukakaa mwezi mzima. Hiyo ni jibu, unaweza ukajijibu alafu ujione. Kwa sababu kitambo yule anatumana salamu kwa Priska na Akila ni kwa sababu amewatamani. Maana ni watenda kazi pamoja na yeye. Hawa ni watu walikuwa mahali hata wanamdefend Paul ili aweze kufanya kazi ya Bwana. Sema amina. Number 5, watu waliokuwa faida katika huduma za viongozi wao. Mary na Magdalena. Mary and Magdalene. Luke chapter number 8 verse number 1 to 3. Luke chapter number 8 verse number 1 to 3. Maandiko yanasema hivi: ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika mji wa vijiji akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale 12 walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na mgonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalena, aliyetokwa na pepo 7, na Yona mke wa Kuza, wakili wa Herode, na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Mariamu Magdalena alipoponywa alianza kumhudumia Kristo na mali zake. Mpaka wakili wa Herode alikuwa against the church,
but wakili wake alikuwa na support kanisa. Herode alikuwa akimpinga Kristo, lakini wafanyikazi wake walikuwa na support kile anakipinga. They support the ministry of Jesus. Yesu akikuponya, benefit anataka kwako, you support his ministry, you support his work. Ni wangapi leo hata ukiponywa uonekane tena kanisani? Ni wangapi hata ukitendea, ukiombewa kazi, ukipata hata utoe fungu la 10 tena? Hata sadaka utoe, hata mradi tukitangaza, tukisema leo kesho tutakuwa na love offering, hautaonekana siku hiyo. Tena unaanza kunungunika, hii kanisa ni kutoa kila saa. Na wakati ukoko unatafuta, mbona useme kanisa ni kuombewa kila saa? Hii kanisa ni kuombewa kila saa, watu wanapata kazi kila saa. Hiyo usamaji. Lakini the moment umeshapata, sasa unaanza kumtiga mateka yule Mungu. Unafikiri Mungu haoni? Mungu anaona. Lakini anasema yeye ni Mungu wa rehema, tena anasema ni Mungu anakupatiaga neema ya kubadilika. Lakini kikombe chako kikijaa sasa, kuna masaa Biblia inasema kwa kikombe hujaa. Kikombe kikijaa. Na nilikwambia, ukiona mtumishi wa Mungu amekuonya alafu anafika mahali anakuacha, haongei tena kukuhusu hata akikuona na maovu, ni wakati wa hatari sana. Huo ni kipindi cha hatari hicho. Anything shetani anaweza akaeka kwako, kumaanisha sasa amekuachilia. Paulo akasema nimemwacha nani afundishwe na shetani, kumtukana Mungu ni vibaya. Ni nani? Eskando. Nani na Eskando? Himenayo na Eskando. Nimewaachia shetani wafundishwe kumtukana Mungu ni vibaya. Nitafutie hiyo scripture. Hiyo katika 2 Timothy I think. Kuanzia 4:16 huko mwisho. The moment ukiona pasta wako ameacha kukufuata kwa sababu ya makosa, amenyamaza, hiyo ni kipindi cha hatari. Usifikiri hata aonyeshe mambo yako. Usifikiri ajue habari zako. Hujafika bado. 2 Timothy 4 I think 4:16 Is it? 2 Timothy 4 ngapi? 4:14. 2 Timothy 4:14. Eskando mfua shaba alinionyesha ubaya mwingi kwangu. Bwana atamlipa kulingana na matendo yake. Endelea. Anataka mahali pale anasema nimemwacha ili afundishwe na shetani. Kumtukana Mungu ni vibaya. Hapo ndo nataka, hapo ndo pazuri. Haleluya. Hapa kwingine ni pazuri, lakini hapo ndo pazuri kwa leo. 1 Timothy 1:20. 1 Timothy 1:20. Katika hao wamo Himenayo na Eskando, ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Yaani shetani akufundisha usitukane Mungu. Hata si Roho Mtakatifu, shetani. Ni nini kimesababisha? Kwa sababu Himenayo na Eskando walishindwa kubadilika. Ukiona kiongozi wako amefika mahali amenyamaza, hakuulizi chochote tena, amekuacha, anangojea huyu mtu wa kufundisha. Huyu wanasemaje hapa? Huyu SHETANI. Akiamua kukufundisha, huwa anakufundisha vizuri. Anakuweka mahali utalia, anakuweka mahali una regret, anakuweka mahali unakumbuka maneno yote pasa alikuwa akikwambia. Akianza kukufundisha, afadhali kila saa pasa anakufuatiliana na kukuonya. Hata ukiona Mungu amenyamazaga, akuonye tena, akuongeleshe tena. Usifikiri uko salama. Tafuta kurudi kwa Mungu.
Utubu hata dhambi ambayo hujawahi fanya. Umwambie Mungu, nisaidie tu, nisamehe, ukiniacha nitaenda wapi? Maana unastahili kuwa na ushirika na huyo Mungu. Praise be to the Lord. So Mungu hututendea kanisa na Mungu hutubariki ili tuweze kuwa profitable. Na ukiwa na privilege ya wewe kuwa na familia yako katika madhabahu moja, na mtu mmoja ama wawili mkute familia yako iko katika madhabahu moja, hiyo ni privilege kubwa sana, nyote kubarikiwa na huyo Mungu wa hiyo madhabahu. Lakini ukiona mko pamoja nyote na mmoja anakuwa opposition, wewe ambaye hauko opposition, jiachilie tu kwa Mungu, kwa sababu maandiko yanasema kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe na kila mtu atapeana hesabu ya matendo yake. Ukiona umemuonya na amekataa, wewe unamwambia sasa, Mungu, huyu ni mtu wako, ama nimuite kama vile rais wa Tanzania, huyu ni kiumbe wako. Huyu ni viumbe wako. Semeni amina. Yaani viumbe, kwa sababu hata maandiko yanasema viumbe vyote vitamwabudu Bwana. Usijiweke stress na mtu amekataa Mungu. Bora umeplay your role, ukamuonya, ukamwambia hii ni mbaya, hii ni mbaya, damu yake haitadaiwa mikononi mwako. Na hata pigo lake Mungu anaweza akakuepusha nalo kama ulimuonya. Maana kuna watu wanachukuaga advantage kwa sababu mume wangu ana Mungu hakuna wasiwasi, kwa sababu mke wangu ana Mungu hakuna wasiwasi. So unaishi maisha tu ovyo ovyo. Hey. Praise the Lord. Maandiko yanasema pumzi ya mwanadamu sio pumzi ya mke wako ama mume wako, ya mwanadamu, ya wewe ni macho ya Mungu. So Mungu anakuona wewe. Kuna hukumu utahukumiwa kama wewe, na kuna hukumu mnaweza mkahukumiwa kama jamii. Na kama jamii haimaanishi mtahukumiwa nyote kwa pamoja, kila mtu atahukumiwa kivyake. Na ndio maana Safira na Anania walihukumiwa kivyao. Huyu alianza na mwingine akatangulia tena, akafuata. What will make us to be profitable? Ni nini kinaweza kutusababisha tukaweza kuwa faida? Sasa time yetu imeenda. Naomba next week nimalizie hiyo topic. Number 1, having God in you. Hiyo tu unastahili kujua. Ukiwa na Mungu ndani yako, ukiwa na Mungu ndani yako, utakuwa faida. Ukisoma Genesis 39 verse number 2. Nisome hiyo scripture alafu niache tuombe. Ama nieleze tu hiyo kwanza, alafu tuombe. Having God in you. Ukitaka kuwa faida kwa kazi ya Mungu, lazima uwe na Mungu. Genesis 39 verse number 2. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye akawa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Kwa sababu ya Bwana kuwa pamoja na Yusufu, nyumba ya Misri ilifanikiwa. Nyumba ya Potifa ilifanikiwa. So ili uweze kuwa profitable katika hii ministry ama katika hiyo position, lazima uwe na Mungu. Sio na experience, sio na miaka vile uliokoka. Lazima uwe na Mungu. Na ndio maana hiyo imelaki watu wengi hatuna Mungu. Na si hapa kote duniani kuna challenge. Kizazi, generation tuliopo sasa, ni ngumu sana kukaa na Mungu. Mungu atusaidie sana. Zamani nakumbuka tukiokoka kulikuwa na utofauti wa wokovu wa sasa na wa leo. Na tunafukuzana na dunia.